Mwanaharakati huru Cyprian Musiba amewashauri viongozi wa dini na viongozi wastaafu wa serikali kutumia nafasi yao kubwa walionayo kwa kuomba kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kushauriana naye moja kwa moja badala ya kutumia mitandao ya kijamii kutoa kauli za kukosoa. Akizungumza ofisini kwake jijini Dodoma, Musiba ameelezea kushangazwa na baadhi ya watu wanaopinga kauli ya Rais Samia aliyeitoa wakati wa baraza la Eid al-Fitr kuhusu kushughulikia wale wanaovuruga amani ya nchi. Musiba amewataja baadhi ya viongozi akiwemo Askofu Mwamakula, Askofu Bagonza, Profesa Anna Tibaijuka, Mzee Joseph Warioba na Mzee Joseph Butiko, akisema kuwa wanapaswa kutumia hekima na uzoefu wao mkubwa katika taifa kwa kuomba kukutana na rais ili kujadiliana naye kuhusu mambo ambayo wanaona hayaendi sawa. Sasa anakuwekea hii hapa sauti yake, umsikilize vile ambavyo anazungumza. Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi. Hotuba ilikuwa ni hotuba yenye kujenga na yenye kuhamasisha umoja na mshikamano na uzalendo wa taifa letu. Kuna baadhi ya watu nimewasikia wakikosoa baadhi ya kauli na maneno ya Mheshimiwa Rais wetu, lakini mimi kwa mtazamo wangu naona alizungumza kama mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu. Lakini pili, alizungumza kama mzazi asiyependa vijana wake waharibikiwe. Lakini tatu, alizungumza kama mshauri kwa viongozi wa dini. Maana rais pia ni mshauri mkuu wa viongozi wa dini, mshauri mkuu wa raia wote wa Tanzania katika makundi mbalimbali. Tuko kwenye msimu wa uchaguzi mkuu ndugu waandishi, na msimu huu sio msimu wa kawaida. Mara nyingi watu wanadhani kwamba uchaguzi ni jambo dogo. Uchaguzi ni jambo kubwa sana katika nchi yetu, na linapaswa kuheshimiwa kwa kadri inavyowezekana. Tusipokuwa makini tunaweza kujikuta tumeingia kwenye dhama kubwa. Na Tanzania tumekuwa tukipokea wakimbizi wengi sana katika nchi hizi ambazo zimetuzunguka. Isije katokea sisi tukawa na sisi tukaanza kutafuta mahali pa kujificha. Si jambo jema, na Mheshimiwa Rais amezungumza kwa nia njema sana. Kwa sababu yeye kama mkuu wa nchi yetu anatutazama sisi wananchi wote, na wajibu wake ni kutushauri pale inapofaa kuhusiana na mustakabali wa taifa letu, mustakabali wa kizazi chetu, mustakabali wa wazee wetu, mustakabali wa watoto wetu, na mustakabali wa ndugu, jamaa na marafiki katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa nimesikia na nimesoma na kufuatilia mawazo na mitazamo ya watu wawili maarufu sana. Mmoja anaitwa Askofu Mwamakula. Baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais kuzungumzia kuhusu aliwashauri viongozi wa dini kwamba ni jambo jema msijihusishe sana kwenye masuala ya siasa, kwa sababu dini ni eneo moja sensitive sana katika maisha ya mwanadamu, hasa sisi wa Afrika ni sensitive sana. Askofu ana nafasi kubwa sana katika nafasi na maisha ya Watanzania. Kwa hiyo ama wachungaji ama viongozi wote wa dini. Kwa hiyo unapotumia nafasi yako ya uaskofu ama ya kichungaji ama katika namna nyingine ile ukadumbukiza siasa ndani yake, inaweza ikatuletea shida baadaye. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alishauri kwa nia njema, hakuwa na nia mbaya na viongozi wa dini ama raia wa Tanzania. Kwa hiyo Mwamakula akaweka hoja yake hapo, kwa nini watu wengine wanazungumza watu wanapotea na nini na kutekwa.
Ndio maana nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kabisa. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Na hayo matukio, hakuna mtu hata mmoja ambaye anafurahia matukio hayo. Na mimi nawaambia, Mheshimiwa Rais anachukia sana matukio hayo ya watu kutekwa na kupotea. Anachukia sana. Na Baba Askofu anajua kwamba nchi yetu inaongozwa kwa njia ya sheria na taratibu zake. Tuna katiba ambayo ndio sheria mama. Kwa hiyo kama kuna matatizo hayo ambayo anazungumza, nchi yetu ipo katika mihimili mitatu: mahakama, serikali, bunge, na wanasema muhimili wa 4 inaweza kawa vyombo vya habari. Lakini matatizo yanayojitokeza katika nchi yetu, ninachoamini mimi ni kwamba serikali inafanya kazi, na Mheshimiwa Rais amewapa nafasi kubwa sana viongozi wa dini. Wanapokuwa na jambo lao wamfuate tu. Na Mheshimiwa Rais anawapa nafasi kubwa sana viongozi wa dini sana. Na kama anavyowapa nafasi kubwa sana wazee wetu waliowahi kulitumikia taifa hili. Na labda niunganishie hapo kwa sababu ni moja ya maswali ambayo umenipa. Nimeulizwa mara nyingi sana kuhusu Mama Anna Tibaijuka, mbona anatoa comment ambazo ni nzito. Wako baadhi ya viongozi wastaafu waliopata kuhudumu katika nafasi mbalimbali za serikali na katika Chama cha Mapinduzi, mbona kama wanazungumza in negative way kwa serikali hii inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba sioni kama wanafanya makosa, lakini ninachoweza kusema ni kwamba Mama Anna Tibaijuka anayo nafasi kubwa sana kwa kutumia elimu yake na ustafu wake na umaarufu wake, akaomba nafasi kwa Mheshimiwa Rais kwamba anataka nije tuongee, na ninachoamini Mheshimiwa Rais hawezi kumkatalia. Wakajadiliana vizuri, tofauti na sisi wengine ambao ni watu wa kawaida tu. Tuna uwezo wa kushauri tu, lakini hatuna uwezo wa kumuona Mheshimiwa Rais kirahisi kama ambavyo alivyo Tibaijuka au maybe Mzee Joseph Sinde Warioba ama Butiku. Wanaweza wao wana nafasi ya kwenda kwa Mheshimiwa Rais moja kwa moja, tofauti na sisi wengine. Unaweza ukaomba nafasi kule ukaambiwa kumuona rais unaweza kutumia miezi, lakini hao wana nafasi ya direct kwenda kwa Mheshimiwa Rais kulingana na CV zao, nafasi zao, umaarufu wao ndani ya chama na serikali, utendaji wao uliotukuka. Kwa sababu ukimzungumzia Jaji Joseph Warioba ni kati ya Watanzania wachache tu wenye CV kubwa sana za uongozi. Vile kina Mzee Butiku ni wazee ambao wana hekima kubwa, wana busara kubwa, na kama nchi bado inawatarajia, inawategemea.